Kenya stands ready to invest as a strategic partner in the proposed oil refinery in Tanga. I fully recognize that Tanga is just less than 200 kilometers away, and in fact is part of the same economic space. Listen, wacha niwaeleze kidogo. Sisi ni partners wa East African Community. Na mawazo yangu ilikuwa ni kwamba we must use ile rasilimali tuko nayo hapa katika bara letu la East Africa. Lazima tusitumie kwa industrialization, ituzalishie nafasi za ajira, isuzalishie mali ama iongeze dhamana kwa yale mambo tulio nayo na itutafutie utajiri. Nchi yetu jirani ya Uganda wamekwisha jenga pipeline, crude pipeline kutoka Hoima kule Uganda ikielekea Tanga. Itakuwa tayari kwa miezi chache zijazo. Wakati niliketi na Rais Museveni, nikamuuliza mzee, mbona tuchukue mafuta yetu tuende tuifanyie refinery sijui mahali gani, alafu tufuatilie tuende tununue mafuta ama oil products kwa bei ambayo ni ghali? Mbona sisi wenyewe tusijenge refinery hapa? Na Rais Museveni akanieleza, kama nyinyi mko tayari, kwa sababu kama Uganda peke yetu ile refinery kuijenga itakuwa gharama ya juu na hatuna uwezo wa kujenga peke yetu. Kama Kenya na Tanzania wako tayari, tuungane, tunaweza kujenga ile refinery hapa kwetu. Ndio sababu hiyo nikapendekeza ya kwamba tuwe na kongamano. Tukawa na kongamano ile kule Nairobi, tukawaita wale matajiri wetu wa bara letu la Afrika, kina Dangote na wengine ambao wameshajenga refinery wakati mmoja, na tukakubaliana ya kwamba nafasi tulio nayo is not to continue exporting raw materials from our continent and importing finished goods from elsewhere. Badala ya kuzitafuta kutoka nchi zingine, badala ya sisi kwenda kung'ang'ana kule sijui Strait of Hormuz kulete mafuta kutoka sijui wapi. Sasa nimesikia nyie mnamuuliza Mama Suluhu maswali magumu. Mbona yule bwana ameenda kutangaza refinery ya Tanga na kule, na sisi wenyewe hatujatangaza? Sasa nauliza nyinyi, ile refinery bana is a big investment. Sikizeni, hiyo investment is in billions of dollars. Kama mimi ningekuwa na nafasi ningeipeleka kule Kenya, lakini kwa sababu ya kuamini ujirani nikasema ikijengwa Tanga ni kama vile imejengwa Kenya. And why are we building it in Tanga? It is because the crude pipeline is already heading to Tanga. Na mafuta pale tukimalizia itakuwa sehemu fupi sana kutoka Tanga mpaka Mombasa. Tupeleke mafuta alafu tuweke kwa ile pipeline ambayo tuko nayo tayari. It will make our Kenya pipeline commercially viable, better, and hatutakuwa tunasumbuka na sijui Hormuz na wapi kutoka hapa Tanga mpaka Mombasa. Sikizeni bana, kawaida kupata mwegezaji ambaye analeta mabilioni lazima uwapigie magoti, uwaambie maneno mazuri, wapatie sijui incentives, sijui wapatie nini. Mimi nawasaidia kuleta investment Tanga.
Kama mungekuwa watu wangwana, mungetulipa sisi wa Kenya, mungesema asante sana. Kwa hivyo let us work as East Africans. What is good for Tanzania is good for Kenya, and what is good for Kenya is good for Tanzania. Tafadhali na wasihi, nikiwa rais wa pili, kwa mapenzi ya Mungu na kwa heshima yenu, kuhutubia bunge hili la watu, the great people of Tanzania, I want to ask you, sisi ni wamoja bwana. We are one people. Tusikubali kasumba ya samani. Sijui Wakenya ni maadui wa hawa, sijui wa Tanzania. Hapana, we are one people. We have a common destiny.